Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Ukumbi wa kihistoria wa Nkrumah katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam yani UDSM, Januari 12, 2026 umekuwa chimbuko la darasa huru la uzalendo na ukomavu wa kifikra wakati wa mdahalo wa kumbukizi ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Mdahalo huo umeibua hoja nzito kuhusu umuhimu wa vijana kuwa na ujasiri, yani confidence ya kuhoji, kukosoa, lakini ukifanya hivyo kwa kutumia nguvu ya hoja badala ya matusi na kejeli. Katika mdahalo huu uliobeba taswira ya ushiriki wa vijana katika maendeleo, ujumbe mkuu wa tawala ni kuwa hoja hujibiwa kwa hoja, na majibu ya hoja njema siku zote ni maafikiano yanayochochea maendeleo ya taifa. Ukosoa kwa mashiko, si kwa mihemko. Makamu wa Rais wa Serikali ya Wanafunzi yani Daruso Joyce Semkuyu amekuwa kivutio kikubwa katika mdahalo huu kwa kusisitiza kuwa vijana hawatakiwi kuwa ndio mzee kwa kila jambo. Alibainisha kuwa ili taifa lisonge mbele, vijana lazima wawe na ujasiri wa kukosoa pale panapostahili, lakini akatoa angalizo la msingi kuhusu namna ya kufanya ukosoaji huo, na nukuu, ili kuhakikisha taifa letu linasonga mbele, vijana hatakiwi kukubaliana na kila kitu. Tunapaswa kukosoa pale tunapostahili, lakini tufanye hivyo kwa hoja zenye mashiko. Uzalendo ni kwa mbele katika shughuli za kitaifa huku tukilinda amani yetu, alisema Semkuyu, huku akishangiliwa na mamia wanachuo. Kauli hiyo imetafsiriwa kama mwongozo wa vijana wanaotumia mitandao ya kijamii, ambapo mara nyingi mijadala imekuwa ikipoteza mwelekeo kwa kutawaliwa na matusi na chuki badala ya maarifa. Mitandao ya kijamii, jukwaa la hoja, si vurugu. Wadau wengine waliochangia katika mdahalo huo wamewatahadharisha vijana dhidi ya mtego wa kutumia teknolojia kubomoa nchi. Nathanael Maseke, mkazi wa Dar es Salaam, alisisitiza kuwa njia nzuri ya kuwasilisha malalamiko ni kupitia taratibu rasmi na zenye staha, na si kwa kutumia vurugu au upotoshaji mtandaoni. Na nukuu, tunapaswa kuepuka kutumia mitandao upotoshaji au kueneza chuki. Kijana mwenye ujasiri na anayejiamini hahitaji kutokana ili asikike. Anahitaji kupangilia hoja yake vizuri ili serikali na jamii iweze kumwelewa na kufanya naye kazi, alisema Maseke. Kwa upande wake, Sauda Abdalla amewahimiza vijana kuiamini serikali yao kutokana na maendeleo makubwa yaliyofanywa katika sekta ya afya na elimu, akisisitiza kuwa kulinda amani na utulivu ni sehemu ya utamaduni wa Mtanzania ambao haupaswi kuchafuliwa na vurugu za kisiasa. Mdahalo huo umebainisha kuwa kijana anayejiamini ni yule anayeweza kusimama katika majukwaa makubwa kama Nkrumah na kuwasilisha wazo mbadala bila kuogopa. Lakini kwa lugha ya staa, hali hii inaendana na falsafa ya hoja hujibiwa kwa hoja, ambapo maafikiano yanayopatikana ndio yanayofungua milango ya miradi mikubwa nchini. Hii ndio Tanzania inayojengwa, nchi ambayo msomi na kijana mtaani wanaunganishwa na lugha ya kistaarabu. Ujumbe wa mdahalo wa leo ni wazi kwa vijana: jiamini, hoji, kosoa kwa heshima, na tanguliza maslahi ya taifa mbele ya matusi. Nikusihi mtazamaji wa Kasako Media, kwa update zaidi unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, ambapo Instagram na Facebook ni Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.